Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kututazama na kutusikiliza kwa wakati huu. Tunayo matumaini kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo na mnakurubia runinga zenu ili kufuatilia kile ambacho kimejiri kupitia chaneli yetu. Mtazamaji na msikilizaji, tunakaribisha katika siku ya leo kufuata habari zetu. Tuanze habari zetu na habari za huko Kamituga ni kwamba silaha 7 aina ya AK-47 pamoja na risasi na zana zingine za kijeshi kushikwa. Hayo ndiyo matokeo ya kazi ya msako au bouclage zilizofanyika nalo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano na askari polisi wiki tunayo ndani ya jiji la Kamituga jimboni Kivu Kusini. Kulingana na kazi hizo, kiongozi wa shirika la raia katika maeneo hayo Wasoba Kilongo Fiston amesema kupongeza kwa hali ya juu kwa kazi kubwa ambayo ilitendwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na askari polisi. Wasoba Kilongo Fiston anaeleza yafuatayo. Hali sio nzuri sana bwana mwariri, kwa sababu musantre ya Mwenga jeshi umoja wa FARDC alifyatulia mtu mmoja risasi na kumunyang'anya telefone. Donc mu territoire ya Mwenga mule mshekuye kwenye wasoda wako wingi waisha kwa systeme ya wanakunyang'anya telefone, wanakuambia tosha code. Alors vijana wengi wanaanza kufia usalama yao kule Mwenga, na hapa jijini Kamituga wanajeshi na polisi walifanya bouclage ukartia ambao wanaita Bitanga, na hiyo bouclage ilikuwa ni kutafuta watu ambao wako na cause security mwingine, na kwa hiyo bouclage walifanikiwa kupata zaidi ya silaha 7 na watu wengi walikuwa arrete en raison d'enquête. Tuliona hapa kuposta ya polisi ya meri mafanyie na hala pale, na mpaka saizi wangali pale wako nakuja kuangalia situation ya watu wao, ila wako naenda kaparka banasikie kaparka. Ule mwenye wataona iko inonsa atakuwa relaxe, na ule wataona kama iko incrimine mu vole ya ambayo tuko tunapitia tarafani Mwenga na hapa jini Kamituga, atakuwa akipelekwa kwenye vyombo vya sheria kusudi mpaka vyombo vya usalama kama vile umesema FARDC pamoja na polisi wafikie kufanya hiyo bouclage katika hiyo kata. Je, kulikuwa maendisi fulani? Kulikuwa maendisi, nawaza nilikuambia siku zilizopita tulisumulia na wewe, nikakwambia kama wakaaji walitafuta kulunguza mtu na ikapelekea change ya wakaaji na polisi kuja kunyang'anya ule mtu. Ni alikuwa wa kutoka kwa ile quartier mwenye alikuwa kiseke kwa kwenda kutunga watu njiani ili kuwanyang'anya vitu na kuwatendea ujeuri. Upande mwingine amepongeza raia ambao walijitolea kutaja watu wabaya, huko akiwataka kuendelea zaidi na zaidi kwa kazi hizo za kuendelea kutaja wahalifu kwa ajili ya usalama wenye kudumu katika jiji hilo la Kamituga. Kulikuwa deja kitu ambao population ilikuwa naona sio nzuri, na population iliambia mashirika za raia, na mashirika za raia iliambia watu wenye kuwa na security mikono wafanye kazi, na kazi ilifanyika, na kwa bunduki 7 ile ilionekana, na maankete naendelea. Na siku za usoni tunajua mambo kama na hiyo alitangazwa kwa radio, siku za usoni wanaweza cible nyingine quartier, wanaicible kuona kama italeta usalama ndani ya jiji ya Kamituga. Na labda hiyo approach kwa namna gisi mnavyoona inaweza kusaidia juu ya kueradicate insecurity muvile ya Kamituga na kando kando kokodo. Inaweza kusaidia kwa sababu wezi ambao wako wanaiba hawatoke mbali, ni wenyewe tunaishi nao, na wewe wanatoka mbali wanakorabore na wenyewe tunaishi nao ndani ya jiji. Hii impression ni kuencourager ma service za security kufanya kazi yao, kutulinda sisi na mali yetu, na kufanya investigation dénicher bale ba malfaitere bote pour que population iishi na amani na mali yake. Kuna mabadiliko
wanamwalii, kuna mabadiliko, kwa sababu wanajua kama vyombo vya usalama vilishajua mambo yao, kutakuwa mabadiliko. Tunaomba population yote kukolabore na vyombo vya usalama juu ya kutoa wale ambao wanatia usalama mdogo ndani ya jiji ya Kamituga na kando. Tuangazie habari zetu, na habari za huko Ituri ni kwamba shambulio la watu wenye silaha wasiojulikana katika eneo la uchimbaji la Mushasha katika mkoa wa Ituri. Watu wenye silaha ambao bado hawajajulikana walifanya mashambulizi usiku wa kucha siku ya Alhamisi ya tarehe 12 Machi katika eneo la uchimbaji madini la Mushasha lilioko katika tarafa la Mambasa, takriban kilomita 165 kusini magharibi mwa mji wa Bunia katika mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa mashirika ya kirahia katika maeneo hayo ya mkoa wa Ituri, shambulio hilo limesababisha vifo vya watu 3 na wengine kadhaa kubaki na majeraha makali. Nyumba kadhaa zilichomwa moto na pia kambi iliyokuwa inatumiwa na wachimbaji dhahabu raia wa Kichina waliokuwa wakifanya kazi zao katika eneo hilo ilishambuliwa. Uharibifu bado haujajulikana vizuri. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa washambuliaji waliingia katika eneo hilo usiku wa tarehe 11 hadi tarehe 12 Machi mwaka 2026. Hata hivyo, hali ya usalama bado haijawa nzuri, jambo ambalo linafanya iwe vigumu kwa sasa kujua idadi kamili ya waliouawa katika shambulizi hilo. Mratibu wa shirika la kirahia huko Ituri, Dieudonne Losa, amesema kuwa watu wenye silaha walivamia Mushasha na inadaiwa kuwa waliua watu kadhaa. Ameongeza kuwa nyumba nyingi ziliteketea kwa moto, ikiwemo kambi ya wachimbaji madini ya Wachina waliokuwa wakichimba dhahabu katika sehemu hiyo ya tarafa hilo. Ameonesha pia kwamba maeneo jirani bado hawajaweza kufika katika eneo la tukio ili kufanya tathmini kamili kwa sababu ya mashambulizi hayo, kwani vitengo vya usalama vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado halijafika eneo hilo. Wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kutokana na tukio hilo jipya, mashirika ya kiraia yanaomba mamlaka za mkoa pamoja na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia na mali zake. Dieudonne Losa ametoa wito kwa mamlaka za mkoa kupitia huduma za usalama kuchukua hatua madhubuti ili kukomesha kabisa mauaji ya raia, uporaji pamoja na uchomaji wa mali zao katika eneo hilo. Daima katika mkoa huo wa Ituri ni kwamba takriban watu 16 wamepoteza maisha katika shambulizo linalodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Codeco katika wiki hii katika vijiji vya Mbaa na Gokpa vilivyopo katika tarafani Jugu, mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, tukio hilo limetokea baada ya zaidi ya miezi 3 ya hali ya utulivu katika eneo hilo. Vyanzo hivyo vilieleza kuwa watu wenye silaha walishambulia kwa wakati mmoja vijiji 3 vya tarafa la Jugu. Katika kijiji cha Mbaa, watu 4 waliuliwa, watu 7 waliuliwa huko Dandro, huku 5 wakipoteza maisha katika kijiji cha Gokpa katika sekta ya Walundevu Patsi. Miongoni mwa waliouawa wamo watoto 7 na wanawake 4 kwa mujibu wa uratibu wa kiraia katika maeneo hayo. Shambulio hili limeleta hofu kubwa kwa wakazi ambao walikuwa wanaanza kuishi katika hali ya utulivu kwenye kipindi cha hivi karibuni. Kwa upande wake, mratibu wa shirika la raia katika maeneo hayo ameitaka serikali kuu ya Kinshasa kuchukua hatua za haraka ili kukomesha mashambulizi hayo na kuwakamata wahusika wanaodaiwa kukosesha usalama katika maeneo hayo, kwani vitendo vya hivi karibuni vinaendelea kuzorotesha usalama katika jimbo hilo. Hata hivyo, idadi hiyo ya vifo bado ni ya muda. Baadhi ya vyanzo vya ndani vinataja kuwa ni watu 25 ndio waliouawa, huku wengine wakidai ni zaidi ya raia 30 waliouawa katika shambulizi hilo. Mengi zaidi kutokana na habari hizi ni katika taarifa zetu zinazofuata.
Tutamatishe habari zetu katika siku ya leo na habari hizi zisemazo kwamba mchakato wa kubadilishana mateka kati ya AFC M23 na serikali ya DRC bado upo katika hali ya kusuasua licha ya AFC M23 kugabizi mateka 5,000 kwa shirika la kimataifa la CICR. Safari Dilu Alimasi na ripoti kamili. Alhamisi ya tarehe 12 Machi mjini Kinshasa, makamu wa waziri mkuu anayesimamia ulinzi alikutana na François Morelon, mkuu wa ujumbe wa kimataifa wa Msalaba Mwekundu CICR nchini DRC. Kulingana na taarifa kutoka ofisi ya Wizara ya Usalama, wawili hao walijadiliana kuhusu swala la kuachiliwa kwa wafungwa vita waliopo mashariki mwa DRC. Katika mazungumzo hayo, Bwana Kabombo alipongeza juhudi za CICR za kuonyesha kuunga mkono kazi zinazofanywa na shirika hilo katika kulinda maisha ya heshima ya waathirika wa migogoro ya silaha. Akizungumza kuhusu jukumu la CICR, François Morelon alisema kuwa shirika hilo limekuwa likifanya kazi nchini DRC kwa zaidi ya miaka 40 na lina ushirikiano wa karibu na wizara mbalimbali ikiwemo wizara ya ulinzi. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inayowakilisha hapa Kinshasa imekuwa ikifanya kazi nchini DRC kwa zaidi ya miaka 40. Tunashirikiana mara kwa mara na wizara mbalimbali ikiwemo wizara ya ulinzi, ambapo tunafanya shughuli kadhaa kama vile kutoa mafunzo kwa jeshi la FARDC kuhusu sheria za kimataifa za kibinadamu pamoja na kutekeleza jukumu letu kama mpatanishi asiyeegemea upande wowote, alisema François Morelon. Aliongeza kuwa ziara yake ya sasa inahusiana na jukumu la CICR kama mpatanishi katika mchakato wa mazungumzo ya mchakato wa Doha. Wiki iliyopita waasi wa AFC M23 walitangaza katika kambi ya Rumangabo wilayani Ruchuru kwamba wamewaachilia zaidi ya askari 5,000 wa jeshi la serikali ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa waasi hao, askari hao walikabidhiwa kwa CICR ili warejeshwe mjini Kinshasa. Katika taarifa hiyo, waasi hao walisema muungano wa AFC M23 unafahamisha umma kwamba umekabidhi tena kwa CICR zaidi ya askari 5,000 wa FARDC waliokamatwa katika maeneo mbalimbali ya mapigano. Askari hao watapelekwa Kinshasa chini ya usimamizi wa CICR. Shirika la CICR nalo limesema liko tayari kusaidia katika operesheni hiyo ya kuwasafirisha askari hao kutoka Kivu Kaskazini kwenda Kinshasa iwapo pande zote zitakubaliana. François Morelon alieleza kuwa CICR imepokea taarifa ya AFC M23 inayotangaza uamuzi wa kuachilia baadhi ya askari wa FARDC waliokuwa wakishikiliwa. Kama mpatanishi asiyeegemea upande wowote, CICR iko tayari kusaidia operesheni hiyo iwapo pande zote zitatoa ridhaa yao. Serikali ya Kinshasa na waasi wa AFC M23 walikubaliana katika mfumo wa mazungumzo ya Doha kubadilishana wafungwa wa kivita. Mnamo Mei 2025 CICR ilisaidia tayari kuhamisha zaidi ya askari 1,300 waliokuwa wamevuliwa silaha kutoka Goma kwenda Kinshasa. Hata hivyo, waasi wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wamelalamikia kile wanachokiita kukataa kwa serikali ya Kinshasa kuachilia wapiganaji wao waliokamatwa pamoja na watu wengine wanaodaiwa kukamatwa kwa sababu ya sura zao tu. Aidha, AFC M23 pia imeshutumu serikali ya Kinshasa kwa kuendelea kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na kuanzisha kile wanachokiita vita vya jumla dhidi ya waasi hao, huku wakirai kuwa raia na mali zao zimekuwa zikilengwa katika mashambulizi hayo. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikosi kulike, kucomment na kusambazia wengine habari hizi. Endelea kutembelea kwenye chaneli yetu kwa ajili ya kupata habari zenye ukweli na uhakika. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma, sina la ziada. Nasema kwaheri.